kitu ni kitu ambacho hakiwezekani kutoka kwenye utawala huu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hatuwezi tukapata mtu mwema kutoka kwa mashetani ambao wamemwaga damu za watu, kutoka kwa mashetani waliomwaga damu za watu, alafu hawana uchungu wa aina yoyote kwenye mioyo yao, hawajisikii hukumu ya aina yoyote kwenye mioyo yao. Tutaendelea kuyafukua makaburi hata kama ni ya mwaka 1100 ngapi huko. Ninachotaka niongee ni kwamba makamu wa rais alisikika akizungumza kwamba tumuombee rais ili watu wabaya, wenye mabaya, wanaowaza mabaya na kupanga mabaya juu ya nchi hii wasifanikiwe na kuiombea ikulu nzima ya rais, ili rais apate washauri wazuri wanaoumwa maendeleo kwenye nchi yetu, ambao wanaiwazia mema nchi yetu, wenye kupanga mawazo mazuri, wenye kufanya vizuri kwenye nchi yetu. Mimi nilikuwa najiuliza kwamba hivi ndani ya CCM, ndani ya serikali hii, kuna mtu anaumwa maendeleo kwenye nchi ya Tanzania? Kuna mtu ambaye anawaza vizuri juu ya Watanzania? Kuna mtu anawaza kufanya mema juu ya Watanzania ndani ya serikali hii tulionayo? Pia naomba muendelee kumwombea rais wetu. Wako watu ambao hawajui umuhimu wa nafasi ya rais katika nchi. Kuna watu wanafikiri rais akipata shida, nchi haipati shida. Nataka niwaambie, aliwahi kutuambia baba wa taifa kwamba unaweza kumtikisa mtu yoyote nchi ikabaki tulivu, lakini ukimtikisa rais nchi inatikisika. Tunaelewana hapo? Kwa hiyo ni lazima tumuombee rais wetu. Tufanye kila linalowezekana kuona kwamba kila siku tunamuombea kwa Mungu afya njema, maisha marefu, lakini vile vile tumuombee busara na hekima ziendelee kumiminika kwake. Lakini vile vile tumuombee Mungu aendelee kumsaidia kupata wasaidizi waaminifu, wa kweli. Waaminifu na wa kweli. Kupata wasaidizi wanaoipenda nchi yetu kweli kweli. Kupata wasaidizi ambao wanaumwa na maendeleo ya nchi yetu. Kupata wasaidizi ambao wanatamani nchi yetu ibadilike iwe bora zaidi na zaidi na zaidi. Ndani ya nchi hii ya Tanzania, kwenye utawala huu uliopo, kuna mtu kweli anaweza akawa anawaza vizuri juu ya Watanzania kwenye serikali hii? Kwa sababu ukiangalia wabunge tulionao wote ni machawa, hakuna mbunge ambaye yupo kwa ajili ya wananchi hata mmoja. Hivi hapa kweli tunaweza tukawa tuna viongozi kweli? Tunaweza tukapata mtu ambaye anaumwa maendeleo kweli ya nchi, anawaza maendeleo, anawaza watu waendelee, watu wawe vizuri, watu wajisikie vizuri? Hicho kitu ni kitu ambacho hakiwezekani. Kutoka kwenye utawala huu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hatuwezi tukapata mtu mwema kutoka kwa mashetani ambao wamemwaga damu za watu, kutoka kwa mashetani waliomwaga damu za watu, alafu hawana uchungu wa aina yoyote kwenye mioyo yao, hawajisikii hukumu ya aina yoyote kwenye mioyo yao, alafu tukawaombee eti watokee watu wazuri kutoka kwao. Ni kitu ambacho hakipo. Alafu kuna hawa wengine, hawa CPCT ambao ndo walikuwa wanawabariki mashetani. Unaanza kuona kabisa kwamba na wenyewe pia ni mashetani pia, na ndio maana wanawabariki mashetani. Sasa tunawaonya katika jina la Yesu ya kwamba hakuna atakaye kuwa na huruma kwenye utawala huu. Hakuna mwenye huruma kwenye utawala huu, kwa sababu viongozi wa bunge, hakuna mwenye uchungu na hili taifa. Watu hao wana uchungu na rasilimali za taifa kwamba ziwe zao peke yao, lakini sio ziwe za Watanzania wote. Hicho ndicho walicho na uchungu nacho, ila kwamba wana uchungu na maisha ya watu, wana uchungu na roho za watu, wana uchungu na umaskini wa watu, hamna.